Wapiganaji wa kundi la Kihouthi kutoka Yemen wamesema wataanza tena mashambulizi ya baharini dhidi ya Israeli iwapo haitoruhusu misaada kuingia eneo la Gaza ndani ya siku 4. Wapiganaji hao wa Kihouthi wametoa amri hiyo wakiitaka Israeli kuondoa vikwazo vya chakula, dawa na misaada kuingia eneo la Gaza, huku wakitishia kurejesha operesheni za baharini dhidi ya Israel endapo masharti yao hayatotimizwa. Tishio hilo lilitolewa jana Ijumaa usiku na kuashiria uwezekano mkubwa wa kuzuka kwa machafuko mapya kutoka kwa waasi hao baada ya mashambulizi yao kupungua kuanzia Januari kufuatia kusitishwa kwa mapigano kati ya Israel na Hamas huko eneo la Gaza. Nanuku, tunauambia ulimwengu mzima tunatoa muda wa siku 4, kiongozi wa kundi hilo Abdel Malik al-Houthi alisema kupitia kipande cha video kilichorushwa kwenye mitandao ya kijamii. Muda huu ni wa kuwaruhusu wapatanishi kuendelea na juhudi zao iwapo baada ya siku 4 adui wa Kizayuni ambaye ni Israeli ataendelea kuzuia misaada kuingia Gaza, kudumisha kufungwa kwa mipaka na kuendeleza kuzuia chakula na dawa, tutaendelea na operesheni zetu za baharini dhidi ya adui huyo, aliongeza al-Houthi, mwisho wa kunukuu. Wahouthi ambao wanaungwa mkono na Irani wamefanya zaidi ya mashambulizi 100 dhidi ya meli zinazopita katika Bahari Nyekundu na Ghuba ya Aden baada ya vita vya Israeli dhidi ya Gaza, wakisema mashambulizi yao ni ishara ya mshikamano na wapiganaji wa kundi la Hamas lenye makao yake ukanda wa Gaza. Katika kipindi hicho wapiganaji hao walizamisha meli 2 wakateka nyingine na kuua angalau mabaharia 4 katika shambulio lililovuruga usafirishaji wa kimataifa na kulazimisha kampuni kuzunguka safari kupitia rasi ya kusini mwa Afrika, njia ambayo ni ndefu na ghali zaidi. Wahouthi pia walifanya mashambulizi kadhaa ya makombora na droni dhidi ya Israel, wakiua mtu mmoja na kusababisha uharibifu wa majengo yakiwemo shule moja huko mjini Tel Aviv nchini Israel. Marekani chini ya Rais Donald Trump iliwatangaza Wahouthi tena kuwa shirika la kigaidi mapema wiki hii. Hakuna majibu yoyote haraka kutoka Israeli kuhusu tishio hilo la wapiganaji hao wa Kihouthi. Hata hivyo, Hamas ilieleza kufurahishwa na tishio hilo huku ikisema kuwa iko tayari kuungana nao. Nanuku, uamuzi huu jasiri ni mwendelezo wa msimamo wa msaada wa mshikamano ambao Wahouthi wameonyesha kwa muda wa miezi 15 ya vita huko Gaza, kundi hilo la Kipalestina liliandika kupitia akaunti yake ya mtandao wa X, zamani Twitter. Wahouthi ambao wanadhibiti sehemu kubwa ya nchi ya Yemen pia walisema mnamo Februari mwaka huu kwamba watachukua hatua za kijeshi iwapo Marekani na Israeli zitajaribu kuhamisha Wapalestina kutoka eneo la Gaza kwa nguvu. Ultimatum hiyo inakuja wakati mzingiro ama Israeli ikidaiwa kuzuia misaada yote kuelekea eneo la Gaza ukiingia siku ya 7 leo Jumamosi. Kufungwa kwa Gaza kulianza Machi 2 baada ya Israeli kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano na kutaka kurefusha hatua ya kwanza ya makubaliano ya awamu ya 3 iliyomalizika wiki iliyopita bila kujitolea kukomesha vita dhidi ya Gaza. Umoja wa Mataifa, mashirika ya haki za binadamu na mataifa mbalimbali ulimwenguni yanasema kuwa uamuzi wa Israeli kuzuia misaada ya kibinadamu kuingia Gaza unaweza kuwa uhalifu wa kivita. Ofisi ya Kamishna Mkuu wa Haki za Binadamu wa Umoja wa Mataifa OHCHR katika taarifa yake ya Ijumaa ilisema kuwa hatua ya kijeshi imesababisha kupanda kwa bei ya bidhaa na chakula huko Gaza na kuongeza hofu ya kurejea kwa mabomu na baa la njaa kwa raia. Walibainisha kuwa mzingiro huo umeendelea wakati mamlaka ya afya zikiripoti kuwa angalau watoto wachanga 8 ambao familia zao wamekuwa wakiishi kwenye mahema dhaifu wamefariki kutokana na baridi kali katika wiki 2 zilizopita. Nanuku, kama mamlaka inayokalia kimabavu Israeli na wajibu wa kisheria kuhakikisha mahitaji ya msingi ya maisha kwa Wapalestina wanaoishi chini ya udhibiti wake, kuzuia kuingia kwa mahitaji muhimu ya maisha kwa raia kunaweza kuwa adhabu ya pamoja kutumia njaa kama silaha ya vita, na huo ni uhalifu wa kivita, OHCHR ilisema kupitia taarifa yake. Wapalestina wanasema uamuzi huo wa Israeli ni umesababisha uhaba wa dawa na kuziacha hospitali kadhaa zikihangaika kuwahudumia waliojeruhiwa katika vita hivyo. Tarek Azum wa Al Jazeera ambaye anaripoti kutokea Khan Yunis kusini mwa Gaza alisema wafanyakazi wa afya wanajaribu kila njia kuendelea kutoa huduma muhimu za kimatibabu kwa majeruhi. Nanuku, tunaongelea zaidi ya watu 100,000 waliojeruhiwa kutokana na mashambulizi ya kijeshi ya Israeli huko Gaza, na sasa marufuku hii imezua hofu kubwa kuhusu masuala mawili muhimu: mafuta na vifaa vya matibabu. Hospitali na vituo vya afya vinahitaji mafuta ya dharura ili kusaidia timu za matibabu kuendelea kutoa huduma. Hospitali nyingi zinategemea majenereta za dharura
na sasa kwa kuwa malori ya mafuta hayaruhusiwi kuingia, hali inazidi kuwa mbaya zaidi, na inatarajiwa kuwa mbaya zaidi katika siku zijazo ikiwa hakutakuwa na uingiliaji kati ya dharura, ilisema taarifa hiyo. Vita vya Israeli dhidi ya Hamas huko Gaza vimeua angalau Wapalestina 48,440 na kuwajeruhi wengine 111,845, na mamlaka za Gaza zinasema idadi ya waliokufa huenda ikawa zaidi ya 61,709, kwani maelfu ya Wapalestina wanaripotiwa kupotea chini ya vifusi, huku wengine wakihofiwa kufariki. Katika mashambulizi hayo pia, Israeli ilidai kuwa watu zaidi ya 1,200 waliuawa wakati wa uvamizi wa Hamas huko nchini Israeli mapema Oktoba 7, 2023, huku zaidi ya 250 wakichukuliwa mateka. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.